Sisi kama ubalozi tunatambua kwamba Bwana Brian katika pita zake hizo za ujana hakuwa anajua mahali alipo mtoto wake, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu damu yake imeweza kupatikana. Kwa hiyo swala ameweza kupigania na kufanikisha hilo swala la mtoto wetu kuweza kupatikana na vipimo vya kisayansi kuweza kuthibitisha kama hakika ni mtoto mwenye asili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naam, kwa mara nyingine nimepata wakati wa saa adhimu kabisa kufika katika ubalozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, ambao pia unahudumu nchi za Falme za Lesotho pamoja na Jamhuri ya Botswana. Leo hii ni siku ya kumbukizi ya kifo cha baba mwanzilishi wa taifa la Zanzibar, Mheshimiwa Abeid Amani Karume. Lakini kutokana na hali ya kazi inayoendelea katika ofisi hii, tulipomtafuta balozi tulijua siku ya leo ni mapumziko, lakini yeye anasema kazi iendelee. Nini hasa kimepelekea yeye kuwepo hapa siku ya leo pamoja kwamba ni mapumziko? Lakini pia kuna swala zima la neno kwa siku hii ya kumbukizi ya kiongozi wetu Mheshimiwa Mzee Karume. Karibu Mheshimiwa. Asante sana ndugu mwandishi kwa kukutana nami kwa mara nyingine hapa katika ofisi za ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Jina langu ni James Bwana, balozi hapa ambaye ninawakilisha pia Tanzania katika Jamhuri ya Botswana na katika Falme ya Lesotho. Kama ulivyosema, leo tarehe 7 Aprili kwa kawaida ni siku ya mapumziko katika ofisi za serikali zikiwemo balozi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sehemu mbalimbali ulimwenguni, na sisi kwa kifupi tunaungana na Watanzania wengine wote kusherehekea kumbukizi ya miaka 53 ya mzee wetu Abeid Amani Karume ambaye alipoteza maisha tarehe 7 Aprili mwaka 1972. Tunapokumbuka maisha yake na kifo chake hii leo ikiwa ni miaka 53 tangu achane nasi, basi tunakumbuka misingi aliyotuachia ya amani, misingi aliyotuachia ya umoja, mshikamano, muungano pamoja na utaifa wetu ambao uliasisiwa akiwa yeye pamoja na hayati baba wa taifa mwaka 1964, ambapo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilizaliwa rasmi baada ya Tanganyika na Zanzibar kuweza kukutana. Kwa hiyo kila mara tunapofika katika siku hii ya kumbukizi ya maisha yake, tukitazama nyuma tulipotoka, tunaona kwamba waasisi hawa wawili walituwekea misingi ambayo leo hii imetufanya tuwe hapa tulipo, tukiwa ni taifa moja huru lenye amani, umoja na mshikamano, na tunazidi kuungana na Watanzania wote katika kumwombea pumziko jema yeye pamoja na waasisi wengine waliotangulia mbele ya haki. Lakini kama ulivyosema, katika siku ya leo ya mapumziko umestaajabu kunikuta niko ofisini. Ni kweli nimekuwa ofisini kwa sababu siku hii ya leo tulilazimika kuja ofisini kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo mamlaka za Afrika Kusini zilikuwa zitukabidhi ripoti ya uchunguzi wa vinasaba ambayo ilifanywa mara baada ya maombi ya serikali ya Afrika Kusini kwa ubalozi kutuomba tusaidie kumpata mzazi wa kijana Juma Joel ambaye alikuwa akiishi katika vituo vya kulelea watoto yatima katika mji wa Johannesburg hapa Afrika Kusini, ambaye inasemekana asili yake na asili ya mzazi wake mmoja wapo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Labda nirudi nyuma kidogo ndugu mwandishi kwa faida ya wale ambao tukio hili liliwapita, ni kwamba tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2024 mamlaka za serikali ya Afrika Kusini zilitujulisha ubalozi kuwa yupo mtoto anayefahamika kwa jina moja la Juma ama Joel ambaye yupo katika kituo cha kuhifadhia watoto yatima pale Johannesburg, ambaye kwa mujibu wa taarifa chache walizonazo walisema kwamba inasemekanika baba yake ni kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo maelezo zaidi waliotupa walitujulisha kwamba miaka mingi iliyopita mtoto yule ambaye sasa ana umri kama miaka 13 alikuja hapa Afrika Kusini akitokea Tanzania, akitokea Arusha. Alikuja na bibi yake ambaye ni raia wa Afrika Kusini na amekuwa akiishi hapa, na waliishi na bibi yake kwa kipindi cha takriban miaka 4 mpaka 5, alafu bibi yule alipoteza maisha na hivyo kupelekea mtoto yule
kujikuta sasa anatanga kama watoto wa mitaani kwa ajili ya kutafuta riziki na mahali pa kuishi. Ndipo kwa mujibu wa idhini ya mahakama hapa Afrika Kusini, mtoto yule aliweza kuchukuliwa na kwenda kuhifadhiwa katika kituo cha kulelea watoto yatima, ambapo walikaa katika kituo hicho kwa miaka takriban 3 hadi pale sasa mahakama ilipojikita kwa ndani zaidi na kukielekeza kituo kile kiwasiliane na ubalozi ili kuona namna gani mzazi wa mtoto huyu anaweza akapatikana huko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa tulizopewa zilitueleza majina ya mzazi, kwa maana ya baba yake alikuwa akiitwa Brian, mkazi wa Arusha, lakini taarifa nyingine pekee waliokuwa nayo ni majina ya mama yake akiitwa Mariam, na watupatia pia na jina la pili la huyo mama. Na wakatuomba sasa ubalozi tutumie namna mbalimbali ili kuweza kufikisha ujumbe huko wa Tanzania wanaomfahamu mtoto huyu kwa picha tulioirusha kwenye mitandao ya kijamii, ili tuone kama tungeliweza kupata mzazi wa huyu mtoto. Basi tulifanya hivyo tarehe 8 mwezi Juni, tulirusha katika mitandao ya kijamii pote katika tovuti zetu za ubalozi, na mwitikio ulikuwa ni mzuri kwa Watanzania wote kule nyumbani, na tuliweza katika kipindi kile kupata Brian wengi ambao walijitokeza kujinasibisha kwamba wanaweza wakawa wanahusiana na huyu mtoto na wao ni wazazi. Lakini tuliwapata pia Mariam wengi ambao walijitokeza wakisema kwamba na wao walipoteza mtoto na mtoto huyu ama kwa hakika ni mtoto wao. Lakini katika taarifa tulizokuwa tumezirusha kwenye mitandao tulitaja jina moja la baba, lakini tulitaja jina moja la mama kwa maana ya Mariam, ili hali tulikuwa tuna majina yake mengine mawili. Lakini tulisema ili kupunguza sasa watu watakaojitokeza na kuhakikisha huyo au hao tutakaowapata wawe walau wana uhalisia wa karibu zaidi, basi majina mengine ya huyu mama tusiyaseme, ili atakapopatikana mama ama atakapopatikana baba tuweze kumuuliza majina yale mengine atuambie alizaa na nani na kadhalika. Basi kama nilivyosema, tulipata Brian wengi, tulipata Mariam wengi, lakini pia tulipata Watanzania wengi ambao walijitokeza kwamba watakuwa tayari kumpokea mtoto huyu na kumlea iwapo wazazi wake hawatoweza kupatikana. Lakini kwa bahati basi tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka huo jana 2024 tuliweza kumpata Brian ambaye alijitambulisha, na tulipomhoji kuhusu historia ya mzazi mwenzie aliweza kutajia kwa ufasaha Bi Mariam na kutajia jina lake la pili. Na tulipomuuliza kwa undani akatuambia ni kweli alikuwa na mahusiano na binti huyo kutoka Afrika Kusini aliyeitwa Mariam, ambaye walikutana naye jijini Arusha, maeneo hayo ya miti mirefu, na walipata mtoto. Na baadaye mtoto yule alipofikisha umri kama miaka 4-5 aliondoka na bibi mtu kutoka Arusha akaja Afrika Kusini, na walipoteza mawasiliano tangia wakati huo hadi alipokuja kuona tangazo la ubalozi kwamba mtoto huyo anatafuta wazazi wake. Basi mara baada ya kupata taarifa zile na viashiria vyote kuonyesha kwamba yawezekana kweli huyu ni baba, tuliziarifu mamlaka za Afrika Kusini kwa ajili sasa ya kuenda hatua ya pili, na walituambia kwamba hatua itakayofuata ni ya kufanya uchunguzi wa vinasaba. Basi kutokana na changamoto za hali ya kiuchumi hakuweza kusafiri kwa wakati na kuja mpaka ilipofika mwezi wa pili mwaka huu wa 2025 ubalozi uliona kwamba hatuna budi sasa kuchukua hatua za kumsaidia bwana Brian kuweza kusafiri kuja hadi Afrika Kusini ili aweze kupata vipimo vya kinasaba na tuweze kukitatua kitendawili kile. Basi tunashukuru ubalozi kwa jitihada zake, kwa kushirikiana na shirika letu la ndege la Air Tanzania tuliweza kupata ticket na bwana Brian aliweza kusafiri siku ya tarehe 2 mwezi wa pili mwaka huu 2025 mpaka mjini Johannesburg, ambako tulimpokea na tuliweza kuja naye mpaka hapa Pretoria na kumpatia malazi na kuwa naye kwa kipindi cha siku 7 alizokaa hapa Afrika Kusini kwa ajili ya kupata fursa ya kufanya vipimo vya kinasaba. Nashukuru ndugu mwandishi, vipimo vimefanyika na pale hospitali walituambia vitachukua wiki 6 kabla majibu hayajatoka, na wiki 6 zilikamilika Ijumaa ya wiki hii tuliyomaliza, na walituambia leo tarehe 7 tuweze kwenda kuchukua vipimo tukiwa tumeambatana na maafisa ustawi wa jamii wa kituo ambacho mtoto huyo analelewa. Na mara baada ya kufika pale basi tumepata habari za furaha kwa sababu vipimo vya kinasaba vilivyofanyika wiki 6 zilizopita vimeonyesha kwamba ni kweli bwana Brian ni baba
na vinasaba vyake na mtoto huyu vinafanana kwa asilimia 99.999, ikiwa ni maana kwamba kibiolojia, kwa mujibu wa taratibu hizo za upimaji wa vinasaba, ni baba mzazi wa huyu mtoto. Kwa basi sisi kama ubalozi tumefurahi, tumeshukuru kwa hatua hiyo, na sasa kinachofuata kwa mujibu wa taratibu tulizopewa ni kwamba taarifa ile ya vinasaba ambayo sote tumeipokea hii leo, wale watu wa kituo cha kulelea watoto wataiwasilisha sasa katika mahakama, ili sasa mahakama itoe idhini ya mtoto huyo Joel kuweza kukabidhiwa sasa kwa ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na taratibu sasa za kumtengenezea hati ya dharura ya kusafiri na kumsafirisha kurudi nyumbani katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ziweze kufanyika. Kwa hiyo sisi kama ubalozi tuna furaha kwa sababu pamoja na majukumu yetu mbalimbali ya kutafuta fursa za kiuchumi, za kijamii na fursa nyingine mbalimbali huku ughaibuni, tunalo pia jukumu la kulinda na kutetea maslahi ya taifa letu. Sasa na maslahi ya taifa yamegawanyika katika makundi makubwa mawili. Kuna maslahi makubwa ya kiserikali, lakini pia kuna maslahi ya ulinzi wa haki na ulinzi wa stahili za Watanzania wote wanaoishi katika maeneo yetu ya uwakilishi. Kwa hiyo katika muktadha huo wa kupigania na kutetea na kulinda na maslahi ya watu wetu, basi tumeweza kupigania na kufanikisha hilo swala la mtoto wetu kuweza kupatikana na vipimo vya kisayansi kuweza kuthibitisha kama hakika ni mtoto mwenye asili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa tayari asubuhi mara baada ya kupokea majibu hayo, tumefanya mawasiliano na baba Bwana Brian, tumemjulisha na amefurahi sana na ametoa shukrani nyingi kwa ubalozi na shukrani nyingi kwa serikali kupitia haya ambayo yamefanyika, lakini pia ameniomba nitumie fursa hii pia kuwashukuru Watanzania wote, mitandao yote ya vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na kila mmoja aliyeguswa na wito ule wa ubalozi na kuamua kusambaza habari ile iliyopelekea yeye kuweza kumfikia na hatimaye kuweza kuwasili na kufanya vipimo hivyo vya kinasaba ambavyo vimeweza kupelekea kumpata sasa huyu mtoto wake. Basi sasa nini kingine kinafuata? Kama nilivyosema, cha kwanza kitakuwa ni kusubiri sasa barua ya mahakama inayotukabidhi mtoto, lakini cha pili itakuwa ni kumtengenezea hati ya dharura ya kusafiria, emergency travel document, lakini cha tatu sasa itakuwa ni kumpatia ticket ili sasa mtoto aweze kusafiri kurudi nyumbani na kwenda kuungana na ndugu, jamaa na marafiki na kuanza kuishi nao tena kwa mara ya kwanza tangu ameweza kupatikana. Kwa hiyo katika hilo tunatoa rai na tunaendelea kuwaomba Watanzania wetu wote tuzidi kumwombea kijana huyu, tuzidi kumwombea maisha marefu mzazi wake, ili basi muunganiko huu ambao Mwenyezi Mungu amewezesha uweze kupatikana hivi sasa, basi uweze kudumu kwa kipindi kirefu zaidi, baba na mwana waweze kuishi pamoja kwa kipindi kirefu zaidi, na inshallah basi waweze kupata kila lililo la heri na mafanikio kwa kadiri ya baraka zake Mwenyezi Mungu alizoziweka kwa familia hiyo ambayo ameamua kuikutanisha, ikiwa ni miaka 14 au 13 tangu mtoto huyo alipozaliwa. Jingine, sisi kama ubalozi tunatambua kwamba Bwana Brian katika pita zake hizo za ujana hakuwa anajua mahali alipo mtoto wake, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu damu yake imeweza kupatikana. Kwa hiyo swala la kumrejeshia mtoto ambaye atakuwa na jukumu la kuanza sasa malezi na kuendelea na malezi kama kawaida, tunatambua linaweza likaambatana pia na changamoto kadhaa, kwa sababu kama mnavyofahamu mtoto huyu amesoma katika mifumo ya huko Afrika Kusini na lugha pekee anayoifahamu ya mawasiliano ni hiyo ya lugha ya Kiingereza na lugha nyingine za huko Afrika Kusini. Kwa hiyo inaweza ikawepo changamoto pia kwa Bwana Brian ya kuweza kujua ni namna gani anaweza kufanikisha malezi ya mtoto huyu katika shule hizo za English medium ambako mtoto huyu anaweza akaendelea na elimu yake kwa kawaida. Kwa hiyo sisi kama ubalozi hatuishii tu kwenye kumrudisha mtoto nyumbani, lakini tutajitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu kufanya mawasiliano, na tayari tumeanza mawasiliano na shule mbalimbali katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuona kama mtoto Brian, mtoto Juma anaweza akapata sponsorship ya kuweza kwenda kusoma katika one of the English medium schools zilizopo kule nyumbani, na hivyo kupunguza kidogo makali ya ada kwa baba mtu kipindi anaendelea kujiweka sawa kwa ajili ya kuendelea na swala zima la kugharamia masomo ya mtoto wake katika shule hizo zenye mitaala hiyo ya Kiingereza. Kwa tunashukuru mpaka sasa tayari tunaendelea na mawasiliano hayo. Sitaki kusema zaidi, lakini tayari nimepokea ahadi kadhaa kutoka kwa baadhi ya shule
na tunaendelea na mawasiliano. Basi iwapo itatokea basi litafanikiwa kama tulivyoomba, basi tutafika tena wakati mwingine na kutoa shukurani hadharani kwa huyo msamaria mwema, ama hizo shule wa Samaria mwema zitakazokuwa zimejitokeza na kukubali kutoa ufadhili ili mtoto Brian aweze kusoma na kuendelea na masomo yake kule nyumbani Tanzania. Basi kutoka hapo balozini tunaungana tena na Watanzania wenzetu katika kumbukizi hii ya miaka 53 ya mzee wetu Abeid Amani Karume, lakini zaidi tunaungana pia na familia ya bwana Brian kuwapongeza kwa hili ambalo limetokea hii leo la mtoto wao Juma kuweza kuthibitika kwamba ni wa kwao kwa kadiri ya vipimo hivyo vya kinasaba, na tunawatakia Watanzania wote mapumziko mema hii leo, na tunawatakia wote kila laheri katika shughuli zao za kila siku. Asanteni sana, na nyinyi waandishi, asanteni kwa kuifikisha habari hii kwa Watanzania.